Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Na ndugu zangu wahitimu na ndugu zangu wanafunzi wenzangu, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naiba mada moja kutoka kwenye orodha ya mada hapa, mada ya imamu wangu Sheikh Muhammad Zonga, ambaye ilikuwa aje azungumze nanyi leo, lakini kwa bahati mbaya asubuhi ameamka hajaamka vyema, ameamka anajisikia vibaya kidogo, anaumwa na jino. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani zaidi kuzungumza. Kwa hiyo Amiri ameniambia kwa vile yule ni imamu wako na wewe ndo katibu wake, basi mada yake izungumze wewe mwenyewe. Sijajua yeye alichokusudia kuzungumza ni nini, kwa sababu simwakilishi yeye. Haya nitakayozungumza nitakuwa nazungumza ya kwangu. Kwa hiyo nikikosea nimekosea mimi, ila nikipatia basi atakuwa amepatia yeye. Ndugu zangu, sisi ni wasomi, na hapa tunamaliza, tunarudi kwenye jamii. Sasa ni hii nafasi yetu wasomi wa Kiislamu katika jamii. Nitaanza na maneno Mwenyezi Mungu Ta'ala katika sura ya 39 aya 9. Allah Tabaraka wa Ta'ala anasema, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Mwenyezi Mungu anauliza swali kwa wale wataalamu lugha ya Kiingereza, tunaita swali hili rhetorical question, swali ambalo muulizaji hategemei kupewa jibu. Yani wewe mwenyewe unaposikia swali lile, jibu unalo tayari. Je, na mimi niulize kama alivyouliza Mwenyezi Mungu, wanalingana wanaojua na wasiojua? Bila shaka jibu ni hapana, hawalingani. Kwa hiyo kama hawalingani, basi kutakuwa na mmoja ni bora zaidi ya mwingine, na definitely atakayekuwa bora zaidi hapa ni huyu ambaye amesoma, atakuwa ni bora zaidi ya yule ambaye hajasoma. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye jamii, tunahitajika tuonekane ni tofauti na wale ambao hawakusoma katika zile fani tulizonazo. Ni lazima tukaoneshe tofauti kwenye jamii tunazokwenda. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya sisi tunaokwenda kwenye jamii ni kwenda kutatua changamoto zinazoikabili jamii. Na kazi hii ilifanywa na wenzetu waliopita, wasomi waliopita, kuibua changamoto na kuzifanyia na kuzitafutia ufumbuzi. Kwa hiyo tunaporudi katika jamii, tukae watu mstari wa mbele tunaotatua, na sio kwamba sisi ndio tuwe mzigo tena katika jamii. Hilo ni jukumu la kwanza la msomi yote wa Kiislamu. Anatakana ajitambue ana jukumu la kwenda kutatua changamoto katika jamii yake. Lakini jingine ni kwenda kutunza maadili katika jamii. Wewe uliyesoma unahesabika kwamba unamtambua vyema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko yule ambaye hajasoma. Kama umesoma udaktari, ndugu yangu, unaona hali ya maisha ilivyo ndani ya wodi, unaiona thamani ya uhai tofauti ya mtu ambaye yuko nje. Kwa wale ndugu zangu wanaotoka rufaa, ukipita wodi 11, nadhani kama kuna tajiri yuko tayari kutoa mali zake zote ili kuweza kununua uhai, kununua uzima. Kwa hiyo unaiona thamani ya uzima. Kwa hiyo wewe unahitajika uwe mstari wa mbele katika maadili, yani unahitajika uwe mstari wa mbele kuwa kigezo chema katika jamii, kwa sababu una nafasi nzuri ya kujua thamani ya yale mambo anayoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuutunza uhai, wewe unahitajika uwe mstari wa mbele na usio kiigizo kibaya, kwa sababu wewe unafahamu athari ya yale mambo ambayo yanatokana na kukosa neema zile za Allah, ikiwepo neema ya uhai. Ndugu zangu wasomi, jukumu jingine kubwa la wasomi wa Kiislamu ni kwenda kuboresha mazingira ya jamii kwa kupitia elimu zao na fani zao mbalimbali walizosoma. Kwa ndugu zangu wa kilimo, miaka ya nyuma tulikuwa tunachukua wanafunzi kuja kufundisha kozi za ujasiriamali na ufugaji ambazo zilikuwa zinasimamiwa na brother Kazuba katika kitengo chake. Lengo la programu hile ilikuwa ni kuandaa nini mnapotoka
mnapokwenda uraiani kwenda kuyafanya yale mliokuwa mkifanya kwenye zile center. Kwa hiyo nategemea mtakapotoka wasomi ninyi kwenda kutatua changamoto zinazoikuta jamii. Nyinyi wasomi wa kilimo kwenda kuelekeza watu ukulima uliobora na ufugaji uliobora katika jamii zenu mnazotoka. Sio mwende mkakae mmekaa barazani hamna tofauti na ambaye hakusoma kilimo. Huna hata kibustani cha nyanya, itakuwa wewe huna tofauti na ambaye hajasoma. Kwa hiyo kwenda kuonesha tofauti yako na wewe ni kwenda kushiriki katika kujitolea katika ile elimu uliyosoma kwa kuwafundisha wenzio, lakini kadhalika mwenyewe kuipractice kwa vitendo. Kwa hiyo tuendeni kwa fani zetu mbalimbali tukazifundisha jamii zetu ili kuweza kuzisaidia kuinuka kiuchumi. Umesoma kilimo, basi ukasaidie kwenda kuongeza thamani ya mazao. Nyinyi mnajua jinsi ya kuongeza thamani ya mazao. Umesoma masuala ya biashara, kwenda kuwasaidia kina mama au na vijana. Hivi sasa kuna mikopo ya 10% inayotoka kwenye serikali, kuandika maandiko ya kibiashara ambaye atakuwa yanakubalika na jamii na sehemu husika ili waweze kupata mikopo. Sio umesoma biashara lakini mwenyewe umekaa tu nyumbani, huna msaada wote wala una mchango wote, wewe utakuwa ni sawa sawa na mfu. Kwa hiyo ni kwenda kujitolea katika jamii, kuitoa elimu yako ili iweze kuboresha mazingira ya watu wanaokuzunguka. Hal kadhalika kazi kubwa ya wasomi ni kufanya tafiti na kugundua fursa mpya zilizopo. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa kama wasomi katika fani zetu kwenda kufanya tafiti mbalimbali zitakazoleta maendeleo chanya katika jamii yetu. Kila mmoja wenu hapa kwa ngazi ya chuo amefanya project au amefanya research. Hapa unafundishwa kwamba unahitajika ukaishi hivi katika jamii unayokwenda. Kama ni wale wa science, kuna projects mmefanya. Na wale wengine wasomo ya sanaa mmefanya na research. Kama ni wa ualimu, umekwenda mpaka teaching practice. Ni ajabu kwa wewe utakapotoka hapa kwenda katika jamii yako. Hivi sasa tunalalamika tuna upungufu mkubwa wa walimu wa kufundisha masomo ya Islamic knowledge. Wakati wewe ni mhitimu, una diploma, una degree, alafu umekaa nyumbani umenyoosha miguu. Hiyo itakuwa haijasaidia jamii kama hujasaidia kama jamii kama msomi, bali umeongeza tatizo katika jamii. Tusiende kuwa watu wa kwanza kulalamika, bali tuwe watu wa kwanza wa kuonesha njia. Kwa hiyo niwasihi ndugu zangu mnaotoka, kwa kila fani tuliyosoma, basi tukajaribu kuifanyia kazi katika jamii yetu. Tujitolee katika jamii yetu kutatua changamoto zinazokabili jamii yetu. Tukatoe elimu zetu kwa ajili ya kunufaisha wenzetu walioko nyumbani. Kumbuka kwamba upo hapa, unarudi nyumbani, jamii inakutegemea, familia yako inakutegemea na nchi yako inakutegemea. Basi nenda kawe msaada katika nyanja hizo, katika vitengo hivyo, kwa jamii yako, kwa dini yako na kwa serikali yako, na wala usende kuwa mzigo. Wengi wetu tumekuwa hivi sasa tunakaa tunalalamikia ukosefu wa ajira, lakini hatushughuliki sisi wenyewe kujishughulisha. Brother Kia yupo akusimama kidogo. Huyu ni graduate wa education, amesoma Makumira University Arusha, lakini sasa ana hardware yake. Angekaa tu akanyosha miguu kwamba anasubiria aje ajiriwe, angechakaa huyo. Lakini sasa amefanya kitambi Brother Kia. Lakini elimu yake ya education anaifanyia kazi. Amesimama kidete katika kufundisha vijana wetu tuition maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nimemsimamisha kama mfano kwako unayetoka katika sekta ya elimu. Kuna kujitolea hivi sasa ndugu zangu, na serikali inatoa posho kwa wanaojitolea. Tunaye kiongozi wetu aliotoka hapa Tamsi ya mkoa, alikuwa amiri wetu, amejitolea kwa muda wa kutosha katika shule mojawapo Kigamboni. Hivi sasa amepata ajira Dodoma. Usikae nyumbani ukabweteka, utakapokuwa umejitolea na jamii pia itakuona, itakushika mkono. Kwa hiyo twende tukatatue matatizo na tusitengeneze matatizo. Jingine ndugu zangu, tutegemee watu watakaokuwa wa mfano kwa wenzetu kwa kuwa na maadili yaliyo bora. Wewe umesoma, unaelewa maadili mazuri na maadili yasiokuwa mazuri. Basi hebu nenda kakae na zile sifa zilizokuwa njema. Naamini kila siku mmekuwa na darasa vioni mwenu.
nashukuru nimeshawahi kufika sana siku zile. Basi zile darasa zikaonesha tofauti ya kwamba tulipokuwa kilimo na zile darasa zimetushape kuwa watu ambao tumenyooka kitabia. Kwa hiyo twende tukawe mfano uliokuwa bora kimaadili. Sio kwamba wewe umekwenda kuwa tena ni kiongozi kule au mwajiriwa, lakini wewe ndio fisadi wa kwanza, ndio mharibifu wa kwanza. Wewe katika kitengo chako ndio matatizo yote yapo ya kimaadili, itakuwa umetuangusha. Kwa hiyo tunategemea kutoka kwako kama msomi wa Kiislamu, wewe ndio ukadisplay the best character, tabia zilizokuwa njema, akhlaki zilizokuwa njema, kwa maana wewe unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye amesema kabisa kwamba yeye, Mwenyezi Mungu amesema yeye ni kiigizo chema kwetu. Sasa kama utakuwa na tabia mbovu, utakuwa unamfuata mtume gani? Kwa hiyo tutegemee kutoka kwenu wasomi kwenda kuwa na akhlaki iliyo njema. Kuwako na akhlaki njema kwako kutaathiri wengine nyuma yako wanaokufuata. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni wasihi, majukumu mlionayo ni kwamba nyinyi mnahitajika mkawe kioo kwa jamii, mkawe watatuzi wa changamoto kwa jamii, lakini hal kadhalika nyinyi mkawe wabunifu na wasaidizi katika jamii. Kwa hiyo naomba muondoke na haya, mjijue kwamba mna dhima kubwa kwa jamii, kwamba nyinyi ndio watu wa kushika wa kuongoza njia na wengine wawafuate nyuma. Walifanya hivyo wasomi waliopita, wakasambaa sehemu mbalimbali za dunia ili kujaribu kutatua changamoto zinazowakabili, kusambaza elimu na maarifa ili jamii isiishi katika ujinga. Unadhima, umesoma, unadhima kubwa la kusaidia wenzio kutoka katika ujinga. Hilo ni jukumu la 4, dhima ya kuondoa wenzio katika ujinga. Na usipofanya hivyo utakwenda kuwa mas'ul. Ni miongoni mwa maswali ambaye ataulizwa mtu siku ya kiyama, mojawapo ni juu ya elimu yake alivyoipata na anavyoitumia. Kwa hiyo shime alaikum, mtakapotoka mjipange vizuri, muone ni sehemu gani ambapo mtafiti kuweza kuisaidia jamii. Nimalizie kwa kusema ya kwamba msione hapa panatosha, mkaongeze na elimu zaidi ili muweze kuwa watatuzi wazuri wa matatizo ya kwako mwenyewe binafsi na ya jamii husika. Tukumbuke kwamba tutakapolala sisi tunaoitwa wasomi, jamii nzima imekufa. Tutakapolala sisi vijana, basi tujue kwamba sisi ndio wabebaji wa majukumu ya jamii yoyote litakayokwenda. Kama tutakuwa tumelala, basi tusitegemee jamii hiyo kuwa na maendeleo, bali itakuwa ni jamii mfu. Tusiende kuua jamii zetu, twende tukasaidie katika kuziinua jamii zetu. Taifa lolote linategemea vijana, na nyinyi ndio vijana mnaotegemewa. Kwa hiyo mkienda mkibweteka, mjue mmeliangusha taifa lenu, mmeangusha familia zenu. Watu wamewekeza kwenu, isiyo serikali, isiyo wazazi wenu. Serikali ilipokuwa ikitoa mkopo inategemea kwamba ikusaidie wewe, lakini nayo ije nufaike. Mzazi wako alipokuwa akihangaika alitegemea kwamba akusaidie wewe, naye aje anufaike baadaye. Kwa hiyo twende turudi majumbani, tukawatue mizigo wazazi, na wala tusende kuwatisha mizigo. Twende tukawafute machozi kwa kuwa misaada kwao, na wala tusende kuwa watu wa kuwalalamikia tena kuwaongeza matatizo, kwamba unarudi nyumbani lakini asubuhi kijana wa kiume unasubiria mpaka maandazi ya chai kutoka kwa baba. Umesoma kilimo, umesoma sheria, umesoma sijui uhasibu, umesoma udaktari, lakini unasubiri mpaka maandazi ya chai kutoka kwa baba. Wewe utakuwa ni janga la taifa badala ya kuwa msaada kwa taifa. Kwa hiyo ni summarize mambo haya kwamba tunatoka hapa twende tukawe msaada kwa jamii, tutoe elimu kwa jamii, tutoe ushauri kwa jamii, lakini tuwe ni kiigizo chema kwa jamii, kuisaidia jamii, na huo ndo wajibu wetu. Na wajibu huu waliufanya wenzetu na jamii ikasimama. Kuna karne zilipita zikaitwa golden era katika Uislamu, karne ya 8 mpaka ya 14, ambapo Uislamu ulisimama katika mstari kutokana na wasomi kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo na sisi kama tutasimama katika majukumu yetu na kuyatekeleza, basi jamii zetu zitainuka. Lakini kama tutakuwa watu wa ngoma iko, linakoanguka ndiko tunakoenda, tunafuata upepo, basi tutaziangamiza jamii zetu. Mwisho na mimi niungane na katibu wangu, tusiingie katika mikumbo. Ni lazima tuwe ni watu ambao tuna defined goals, tunajua kwamba tunahitaji nini na tunafanya nini kwa wakati gani. Tusitumike kwa ajili ya malengo ya watu wengine. Tusio wabeba maono wa watu wengine, kwamba watu wanategemea vijana ndio wanotumika katika kuharibu mataifa yao. Na sisi tukajikuta tumeingia katika mihemko,
tukaharibu pale ambapo tunategemea sisi tuishi, alafu tukaje tukapata maisha yanayokuwa magumu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaenda kwenye uchaguzi. Sizungumzii masuala ya kisiasa, lakini nazungumzia tahadhari. Tanzania ni yetu. Kama tunasema kukosoa, wasomi tunahitajika tukosoe kwa busara na wala sio tukosoe kwa mhemko. Tunayo nafasi ya kushauri, tushauri kwa busara. Lakini ukiingia kwenye mhemko, ndugu yangu, usifanikiwe. Kwa hiyo kama jamii nyingine tunaruhusiwa kushiriki katika siasa, kufanya siasa, lakini kufanya siasa za kistaarabu. Usende kutweza utu wa mtu, usende kumtukana mtu, usende kumvua mtu, usende kumdhalilisha mtu. Ukivunja heshima ya mtu, ujue kwamba utakuwa mas'ul siku ya kiyama kwa kumdhalilisha mtu na kumharibia sifa yake na kumtukana. Kwa hiyo tukazitunze dimi zetu. Siku hizi watu wanazungumza kwa vidole. Tukatunze vidole vyetu visije vikaharibu amani ya nchi yetu. Baadaye tukaje tukawa ni mas'ul mbele ya Allah. Tuna wajibu wa kukosoa. Kama una uwezo wa kukosoa na kuelekeza, kosoa kwa staha na elekeza kwa staha, kwa sababu hapa ni kwetu, basi utakwenda kuwajibika mbele ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kuhuisha nafsi moja ni kama amehuisha umati mzima, na mwenye kuua nafsi moja ni kama kaua ulimwengu mzima. Kwa hiyo tutahadhari katika mambo tutakayokwenda kuyafanya, yawe ni yenye kujenga na yasiwe ni yenye kuharibu. Nimekumbuka hapa pia kwa wale ndugu zangu wanaochukua fani za afya, utakapokwenda kufanya mambo ambayo yatapelekea madhara kwa watu kwa makusudi, utakwenda kuwa mas'ul kwa kuitoa nafsi ya mtu kwa makusudi. Nazungumzia haya, kuna uzembe unakuwa unafanyika saa nyingine na ndugu zetu unayopelekea umauti wa mtu. Ndiyo, ni kadari ilishaandikwa kwamba atafariki, lakini na wewe inawezekana ukawa umechochea. Mtu kafika, anahitajika apate huduma ya kwanza, lakini wewe unajizungusha mpaka akachelewa kupata huduma ile ya kwanza na uhai ukamtoka. Nyinyi ndugu zangu wa kilimo, biotechnology, mmeenda kufanya tafiti zenu, mmetengeneza GMO vikapelekea watu kupata kansa na maradhi mengineyo, watu wakafa, mtakwenda kuwa mas'ul. Tafiti zetu, elimu zetu zikatumike katika maendeleo chanya, sio maendeleo hasi. Ndugu zangu wa kilimo, mkatutengenezea kuku ambao kuku wale badala ya mtu sasa kupata afya, mtu yule anaumuka, hajulikana amenenepa au nini, mtakwenda kuwa mas'ul mbele ya Allah. Niliwahi kuuliza mwalimu wangu mmoja, nikamwambia hiki tunachofanya naona kama hakiko sawa. Akanambia tafakari vizuri, kuja kufa kwa kansa baadaye au kufa na njaa leo, kipi bora? Kwa hiyo na mimi swali hilo nawaachia. Je, afe na kansa leo, afe na kansa baadaye, au afe na njaa leo? Lakini yote uyaangalie, uyabalance. Kwa hiyo tukazitumia elimu zetu vizuri katika kulinda hadhi, heshima, utu wa mwanadamu, na mwisho wa siku dunia iwe mahali salama pa kuishi, papatikane maendeleo na Uislamu ustawi pia kwa kupitia wewe kama msomi wa Kiislamu. Niwatakie kila laheri na mafanikio yalikuwa mema katika maisha yenu baada ya vyuo, lakini tukumbuke kwamba elimu haina mwisho katika Uislamu. Unahitajika uendelee kusoma zaidi ya hapo. Kama una certificate, ota diploma. Kama una diploma, ota degree. Kama una degree, ota masters, ili Uislamu uweze kwenda mbele. Wa hadha, assalamu alaikum wa afwa minkum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Ndugu mgeni rasmi, na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mimi si katika wazungumzaji katika hafla hii, na kwa sababu nimewahi pita katika mazingira ya hafla kama hizi, tayari baadhi ya mida ikifika mawazo ya watu yanakuwa yanabadilika. Hivyo nitoe tu salamu zangu kwa niaba ya kampuni ya maziwa ya Asas, na tuko hapa Mbeya nikiwa kama msimamizi mkuu wa shughuli zote zinazoendeshwa, na alhamdulillah leo niko hapa kama Muislamu, lakini kama mdau wa harakati za Uislamu na Waislamu katika mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo niwaambie tu na niwaahidi viongozi wa Tamsia, tuko pamoja kwa hali zote zile, na tutakuwa tayari kushirikishana na kushirikiana katika majambo yote ambayo yanahusu maendeleo ya Uislamu na Waislamu katika mkoa wa Mbeya. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maziwa yako wapi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema aliyenijalia afya njema kuhudhuria hafla hii ya leo. Kwa majina naitwa Hamisa Abdalla, ni mkurugenzi mtendaji wa Hajima Enterprises. Hajima Enterprises tunapatikana maeneo ya Uyole, Mbeya, mtaa wa Ibara Sijabaji. Hajima Enterprises tunaweza tukasema kwamba ni familia ya kilimo. Tunaongeza thamani mazao ya kilimo na mifugo. Upande wa kilimo tuna bites karibu aina zote. Tuna crisps za ndizi, kashata za ufuta, karanga za mayai na za kawaida, tambi. Tuna bites aina mbalimbali. Lakini upande wa mifugo, na sisi ni watoto wa asasi, tunasindika yogurt kama mjasiriamali. Yogurt yetu ina ladha ya strawberry, chocolate, vanilla na white, lakini pia tuna plain kwa mtu ambaye atatupa oda kwamba hahitaji sukari. Bidhaa zetu hizo ni bei ya jumla na rejareja. Lakini katika hafla ya leo nimekuja kama mjumbe wa JUAKITA, kamati ya afya, ustawi wa jamii na mazingira, kwa kuwa mimi ni mdau wa afya. Fani yangu ni muuguzi mkunga hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya, kitengo cha wazazi META. Karibuni sana ndugu zangu katika imani. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ziada za rehma kumfikishia kipenzi cha umma mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini vile vile kukuhusieni na mikuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nitumie fursa hii kujitambulisha tena kwa mara nyingine. Kwa majina naitwa Ahmed Musa Maginga, na ndiye ni mratibu wa elimu ya dini ya Kiislamu mkoa wa Mbeya kupitia taasisi ya TISTA, kwa maana ya Tanzania Islamic Studies Teaching Association. TISTA ndio inahusika moja kwa moja na usimamizi na uratibu wa masomo ya dini ya Kiislamu kuanzia ngazi ya awali mpaka vyuo vikuu. Wao ndio wanahusika kupokea na kutoa miongozo yote ambayo inahusika moja kwa moja na masala ya kielimu. Lakini vile vile wao wako karibu na Wizara ya Elimu, na tutambue ya kwamba sasa hivi pamoja na kuwa taifa linapitia kwenye mchakato uliokuwa mzuri wa mtaala ulioboreshwa wa masomo, lakini vile vile na somo letu la dini pia lipo katika mchakato huo, na limeshaingizwa katika syllabus, na sasa hivi tupo kwenye harakati za kuhakikisha shule zote za msingi, sekondari na vyuo vya ualimu vinakuwa na walimu wa EDK, kwa maana ya elimu ya dini ya Kiislamu. Na hayo yote si jukumu la serikali, ni jukumu la sisi wenyewe Waislamu. TISTA yenyewe inategemea wadau kwa ajili ya kuendesha harakati zake katika mambo yanayohusiana na elimu. Na ndio maana kila mmoja basi anapaswa kuguswa na hili swala la elimu ya dini ya Kiislamu kwa vijana wetu huko mashuleni. Na wadau alhamdulillah washaanza kupatikana ambao wanasapoti hizi harakati katika mkoa wetu wa Mbeya. Wameanza kujitokeza na wanapambania hili swala ili mradi kila shule ipate kuwa na mwalimu wa dini ya Kiislamu
lakini ifikie hatua pia hao vijana wetu wa Kiislamu wapate kufanya mitihani ya elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa ukanda wetu imekuwa ni nadra sana kukuta shule inafanya mtihani wa IDK ama elimu ya dini ya Kiislamu wa taifa. Lakini katika mikoa mingine ni kawaida, na baadhi ya shule ndio limekuwa ni somo la kimkakati kwa ajili ya kufaulisha na kutangaza shule. Lakini huku kwetu sisi imekuwa ni nadra, lakini tunapambana hivyo hivyo kwa Allah anachotujalia, na sasa hivi tuko pazuri alhamdulillah. Tupo tunaelekea taasisi mbalimbali na tutawafikia insha Allah. JUAKITA ni moja ya wadau wazuri sana katika mikoa mingine, lakini na mkoa wa Mbeya tumepanga ratiba insha Allah tutawafikia. Lakini vile vile tuna wadau wengi ambao sasa hivi wanasapoti hili jukumu. Moja ya mdau pia tunaye hapa ambaye ni Asas, pia anasapoti hizi harakati za elimu ya dini ya Kiislamu. Huyu ndugu yetu Twah, yeye anapambana sana kuhakikisha vijana huko mashuleni wanapata elimu ya dini ya Kiislamu na kufikia hatua wanapata na vyeti. Ukienda katika sekondari ya juu utakuta pia combination zipo sasa hivi zilizoanzishwa zikiwa na somo la dini ya Kiislamu. Ukienda vyuo vikuu vile vile utakutana na kozi ambazo zinahusiana moja kwa moja na elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hili ni letu sote Waislamu. Lakini tuna mlezi wetu wa vijana wa Kiislamu Alhaji Chande Naricho, yeye tuko naye sambamba katika hizi harakati. Hemu angalia huyu mzee wetu, lakini ana shule 2 za msingi anafundisha. Lakini tujiulize mimi na wewe, hao vijana nani akawafundishe? Kwa sababu serikali haina rasilimali walimu ambao inaweza ikawalipa. Huyu mzee anajitolea, yeye ni mwalimu by professional lakini ni mstaafu, lakini anajitolea kwenda kufundisha vijana wa Kiislamu. Sasa mimi na wewe tuondoke na dhima hiyo ya kwamba hili jambo ni letu sote, kuhakikisha Uislamu unasonga mbele. Na katika huu Uislamu wetu tutambue ya kwamba dini ya Uislamu ni uwekezaji, na uwekezaji huo ni katika vitu viwili, muda na fedha. Huna muda, basi hakikisha unatoa mali yako ama kile alichokujalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhakikisha Uislamu unakwenda mbele. Hauna, basi muda wako utoe kwa ajili ya kuhakikisha harakati za Kiislamu zinakwenda mbele. Hawa wote ni wadau. Tuna shekhe wetu wa wilaya hapa, naye ana shule anafundisha. Lakini sisi vijana tuna muda, lakini tunaona ya kwamba muda huo tusiende kutumia kwa vijana kule. Tuna shekhe wetu hapa, yeye anatusapoti sana katika mawazo, ni jambo la msingi. Kwa hiyo niishie hapo. Wa hadha, assalamu alaikum wa lafu minkum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Meneja. Kwa majina naitwa Madam Zuhra, ni mlezi upande wa wanafunzi wa vyuo na shule, lakini pia ni mwalimu wa Islamic Knowledge Loleza High School na shule ya msingi Azimio Primary School, nafundisha Islamic Knowledge. Lakini pia ni mmiliki wa Algebra Daycare Center, iko pale Msikiti Mkubwa, na ni mkurugenzi wa Ad-Dayan Foundation. Hii ni taasisi mpya ambayo inashughulika na ushauri na saa kwa vijana, namna ya kuendeleza dini yetu, kusaidia jamii nzima, hasa wakina mama wenye matatizo, na pia kufanya mambo mengi katika kuokoa ndoa na vitu vingine. Kwa hiyo tunadili na mambo ya urembo na vitu vingine. Kwa hiyo nawakaribisha mabinti wote ambao mnamaliza hapa, mweze kuniona ofisini kwangu, tuweze kujua tutawasaidianaje katika maisha mapya ambayo mnayaanza. Nimepewa dakika 15 na mimi ni mzungumzaji sana. Sasa nimepewa dakika 15 na mzungumzaji sana.
ajma'in. Ama baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtekea rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninaanza kuzungumza kidogo kuhusiana na hali ya Waislamu tulivyo leo hii. Waislamu wengi hatujitambui. Tulio wengi hatujitambui. Kama wapo basi ni wachache, lakini asilimia kubwa hatujitambui au hatuchukulii Uislamu katika uzito ule ambao walichukulia wenzetu huko nyuma, hasa katika kipindi cha maswahaba mpaka kipindi cha golden age of Islam katika karne kadhaa zilizopita huko nyuma. Sisi sasa hivi tumekuwa na matamanio makubwa sana ya dunia. Tunaipenda zaidi dunia yetu kuliko tunavyoipenda akhera yetu. Tunajiandaa zaidi na maisha ya dunia. Tunapanga mipango ya kuishi miaka 2000 katika dunia hii, wakati hatujui kama sekunde 2 zijazo tutakuwa hai. Hilo ndio tatizo kubwa sana ambalo tulilokuwa nalo. Kwa hiyo kwanza kabisa nataka nielezee what is the meaning of the word awakening au kujitambua. Kujitambua ni neno linalotokana na neno ya kujua ukweli wa kitu fulani kwa kina. Hali ya kujua kitu fulani kwa kina. Hali ya kujijua vilivyo kwa kina. Watu wengi wanaishi lakini hawajitambui kwa kina. Huwezi kuwa mjasiriamali mwenye mafanikio bila kujitambua. Wakati huo huo huwezi kujitambua bila kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa kujiuliza, kwa nini amezaliwa? Kwani yeye ni nani? Yaani mimi kwa nini nimezaliwa? Mimi ni nani? Na nimekuja hapa duniani kufanya nini? Kwa hiyo maswali hayo kila mtu anatakiwa ayaweke katika akili yake. Amini usiamini, matajiri na wasomi wakubwa na maexpert wa mambo na watu wote wenye mafanikio duniani kote wanajua na wanao majibu ya maswali hayo kidunia. Yaani ukimuona mfanyabiashara aliyebobea kama vile Asas, Bakhresa kwa hapa kwetu, tuangalie huko mataifa wakina Bill Gates na nani huko duniani, hao ni watu ambao wamebobea katika mambo fulani. Yaani wamejitambua na wametambua dunia hii wanapaswa wafanye nini. Hicho ndio kitu ambacho cha msingi ambacho wenzetu wamekitambua. Na vile vile kwa sisi kuna wacha Mungu waliopita kama Ibn Khazar, wacha Mungu kama wakina Ibn Sina, wasomi wakubwa, wakina Algebra na wengine, wakina Zainab al-Ghazar. Wote hao ni watu ambao walitambua lengo lao na walijitambua kwamba wana dhima gani katika uchamungu au katika dini yao. Kinyume kabisa na sisi sasa hivi. Sisi tumekuwa ni watu ambao hatuwezi kufanya mambo mengi kwa sababu tuna udhaifu wa kujifunza. Tuna udhaifu wa kubobea katika mambo. Yaani mtu kama ni mcha Mungu basi mcha Mungu nusu nusu. Kama mtu anaswali nusu nusu. Kama mtu anasoma nusu nusu. Hatuyabebi mambo kile kiasi ambacho au kwa kiwango ambacho tunatakiwa kuyabeba. Kwa hiyo kujifunza sisi wenyewe au kujitambua, tunatakiwa kwanza tujifunze kuhusu utu wetu, tujifunze kuhusu udhaifu, tujifunze kuhusu mawazo, kuhusu imani, misukosuko na hisia zetu. Watu wengine wanavyokuona, unatakiwa ujiangalie watu wengine wewe wanakuonaje. Na wewe mwenyewe unatakiwa uangalie watu, uangalie mazingira kwa jicho la tatu. Watu wengi wenye mawazo mepesi wanakata tamaa mapema. Watu wengi wenye mawazo mepesi wanashawishika kirahisi. Watu wengi wenye mawazo mapesi ni rahisi kukumbwa na mawimbi mbalimbali yanayoikumba dunia hii. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuangalie jinsi gani tunaweza kuweka mitazamo hiyo katika matendo na ili kupata majibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala
anataka watu ambao wana uwezo wa kutumia vipawa vyao, waangalie uthamani, umuhimu wao, vyeo vyao, na pia waangalie wenyewe wanahitaji nini na jamii inahitaji nini ili waweze kufikia malengo ya kuumbwa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinaweza au ni kitu ambacho nimeweza kuelezea kwa kifupi tu kuhusiana na kujitambua. Kwa hiyo basi utakuta kuna watu ambao hawawezi kuangalia ubora wa kitu au ubora wa dini yetu au dini yake. Yaani mtu anaona kwamba labda dunia ndio kitu cha msingi, anadharau kufanya mambo mazuri, anadharau yeye mwenyewe kufanya ibada, mtu anakuwa mwepesi, kitu ambacho ukimwangalia huyo mtu unaona kwamba si rahisi yeye kuweza kufikia malengo ya kujitambua. Hebu tuangalie mifano michache. Kwa sababu unapozungumzia kujitambua, inatakiwa wewe kama kijana, wewe kama msomi, wewe kama mama au kama baba, unatakiwa si wakati wote ufikirie mambo kwa wepesi. Unatakiwa ufikirie mambo kwa jicho la tatu. Wenzako wakiliangalia jambo kwa urahisi, wewe uweze kuliangalia hatua mbili zaidi. Kwa maana basi kuna wakati unaweza kufika mtu unapaswa usifanye mambo kwa ajili yako tu, ufanye mambo kwa ajili ya wengine. Kuna wakati ukifika au kuna cheo kikifikia au dhamana fulani ikikukabili, kwa mfano umekuwa mzazi au umekuwa kiongozi au umekuwa labda na nafasi fulani katika jamii. Sasa unatakiwa uonekane kwamba kila unachokifanya ukifanye kwa ajili ya wengine. Si vizuri mama wa miaka 60, 70 ukaanza kuvaa suruali na vipedo. Wewe sasa hivi mavazi yako yana reflect watoto wako. Ukuvaa kwako hivyo kutavunja heshima ya watoto. Si vizuri kijana wa Kiislamu umeshabarehe, umeshafikia umri mkubwa, huwezi kuswali. Hata kama unajua unatembea na udhu wako barabarani uingii msikitini. Au hata kama una udhu au hujui, basi tafuta nafasi usome, kwa sababu sasa wewe unazungumza kwa ajili ya dini yako, unasimama kwa ajili ya dini yako, matendo yako yanahesabika kwa ajili ya Uislamu wako. Kwa maana hiyo basi inatakiwa ifikie wakati sisi kama Waislamu tujiepushe na mambo ambayo yanaweza yakatufanya sisi tuonekane ni umma dhaifu, tuonekane ni vijana dhaifu, tuonekane ni vijana ambao hatuna utetezi wote katika dini yetu. Tukiangalia majina tunajihesabu katika watu milioni 60 Tanzania, Waislamu tunafika labda tuko milioni 40 au milioni 50 tunajisifia, lakini ukiangalia wengi ni majina. Ile effectiveness ya kwenye willingness, tuwe na ability of thinking, tuwe na ile power ya kuweza kuamua mambo yetu na kuyafanya wenyewe. Tukifikia stage hiyo tutasema sasa kwa hakika tumejitambua. Yaani ikiwa sisi tunaendelea kuwa legelege, hatujui tulipo, hatujui tunapokwenda na wapi tulipotoka, hiyo ni hasara. Kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mtu yoyote ambaye atamjua Mola wake, atajijua yeye mwenyewe, basi atakuwa amemjua Mola wake. Sasa kwa kuwa sisi hatujitambui ni nani, ni vigumu sana kusema kwamba sisi tumemtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi wenyewe hatujitambui ndani yetu. Unaweza kukuta mtoto ni wa Kiislamu, anaswali wakati mwingine, lakini ana mawasiliano mabaya na mzazi wake. Hana mapenzi na mzazi wake, hampi mzazi wake furaha. Yaani sisi tunachojua ni mambo madogo madogo, kumbe mzazi anaridhika kwa mambo machache ambayo unaweza ukamfanyia pia, lakini pia utapata baraka zake kwa wewe kufanya vile vitu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaviridhia. Kwa mfano, hivi wewe kijana utakuwa unakosa gani kuwatoa wazazi wako outing? Hii utamaduni unaonekana wa kizungu, lakini kwa wale wanaojitambua katika Uislamu ndio tulikuwa tunatakiwa sisi. Ina maana jamani, wazazi wangu naomba leo mvae, nataka niwatoe outing. Unatafuta nafasi, unawakutanisha wazazi wako na marafiki zao wa zamani.
unatafuta nafasi, unawatoa wazazi wako na wenyewe wakajisikia kwamba kweli tuna mtoto anayetujali. Unapotoka na mzazi wako outing, unapata fursa ya kumsikiliza. Anaweza kukueleza mpaka mambo yake ya moyoni, ukakaa ukamsikiliza. Anaweza asikwambie lakini akawa na furaha. Je, ni wangapi tumeshawatoa wazazi wetu outing mpaka leo? Na wengine mpaka wazazi wetu wamefariki hatujawahi kuwafanyia kitu kama hicho. Tunajua ni mambo ya kizungu tu. Lakini kuna vitu vidogo kama hivyo kuwafanyia wazazi wema, lakini kama alivyozungumza Shenasoro hapa, unapokuwa labda mwalimu au unapokuwa daktari, unatakiwa uhakikishe kwamba unawatendea zaidi ya wale wenzako ambao wasiomjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanachokifanya wale wanakufanya mara tatu yake. Kama watu wanafanya wema na kufanya malipo, wewe fanya wema bure na ukitegemea malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisi tunategemea kumuona mtu ambaye amejitambua, tusimcount kwamba he or she is a Muslim kwa sababu ya majuba yake. Huyu ni Muislamu kwa sababu labda ya kuswali kwake na kunyanyuka. Tunataka tuangalie mambo mengine nje, maili ngapi, 5, 10 zaidi ya swala yake. Sasa unfortunately leo hii sisi Waislamu wengi ndio kama hivyo nimesema, asilimia kubwa tumeridhika na majina. Ukiingia kwenye upande wa elimu, yani kuna watu maalum wanajulikana, hao ndio watafuta elimu hasa ya dini, wengine hawana hata habari. Mimi nasoma nimechukua degree chuo cha Marwa, nimechukua degree ya sheria na lugha ya Kiarabu. Nimefanya research kuhusiana na challenges ambazo zinakuta madrasa zetu. Huwezi kuamini, asilimia 98 ya watu hawajui nini maana ya madrasa. Si maimamu, si mashehe, si nani, hawajui nini maana ya madrasa. Nikisema madrasa, watu wanawaza ni kitu kidogo dogo, yani kitu kadogo tu, nani ile kuingia nani madrasa watu wamesoma alif bete, na wengi tu wameniambia hivyo kwenye research yangu. Ni mahali ambapo watu wanasoma hadithi na Qur'ani. Basi kumbe sio. Madrasa wenzetu waulizwe wakina Ibn Khazar, waulizwe wakina Ibn Sina, waulizwe wakina Algebra kuambia madrasa yalikuwa nini. Kuna wale wanaofuatilia tamthilia za Ottoman, waangalieni wale kwenye chuo cha elimu pale, wanakuambia mambo yetu Waislamu ni matatu. Tunapozungumzia madrasa, tunazungumzia anga, tunazungumzia atmosphere, hewa, tunazungumzia ardhi. Hiyo ndio madrasa, pamoja na kusoma takwa na tauhidi na kumjua Mwenyezi Mungu, lakini kuna mambo ambayo tunatakiwa tuzamie. Sisi Waislamu leo hii tuko mbali na mambo haya. Sijakwambia watu nilivyofanya research yangu, wengi wanakuambia wamesoma madrasa. Ukiwauliza, asilimia 98 wamesoma Qur'ani tu. Qur'ani na fiqh. Hivi Uislamu ni Qur'ani na fiqh? Ndio mtu anajifunza kunawa mguu, kuosha kucha, sijui kupiga mswaki. Yaani anajifunza vitu 5, 10 mpaka anazeeka. Anaondoka anaenda chuo, amesoma namna ya kutia udhu, namna ya kusugua kucha, udhu ingie kwenye masikio kutoka ila min muntaha dhaqin ila almuntaha dhaqin. Ndio hivyo. Kumbe kuna mambo mengi sana. Watu wanavyoambia umesoma madrasa, asilimia 28 wananiambia kuna katika research yangu asilimia 88 wananiambia wenyewe wamesoma Qur'ani tu na hadithi. Au wataupeleka wapi Uislamu? Au watajitambuaje? Kuna elimu nyingi ambazo watu wanatakiwa wajifunze akida. Na ndio maana leo hii wenzetu Arusha huko wamekumbwa na wimbi la mashia kuwachukua. Kwa sababu hawajasoma, walikuwa wajitambui, hawajui nini. Ndio maana sasa hivi unaweza ukaoa mwanamke hujui ni Shia, hujui ni nani. Mnakuja kujuana mbele ya safari huko. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatakiwa watu, ili tuweze kufikia malengo yetu, kujijua sisi ni nani, tumetoka wapi, tunakwenda wapi, ni lazima tusome elimu ya kujitambua. Elimu ya kujitambua tusome, mzazi anatakiwa atendewe haki gani, mke atendewe haki gani, mume anatakiwa atendewe haki gani, watoto wako watendewe haki gani, walimu wako wafanyie mambo gani, watoto katika Uislamu wanafanywa nini, wakubwa wanafanywa nini. Tukifikia kusoma Uislamu, kuacha tu kusoma hadithi na Qur'ani, hadithi na fiqh, tukasema tumejua Uislamu, tutafika mbali. Tunatakiwa tusio wavivu, tusome mfano wa Wayahudi wanaposoma. Na ndio maana sasa hivi wanatawala ulimwengu, kwa sababu wale ni wasomi wazuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kuwa muda ni mchache, mimi naomba tu nisitize, mtu yoyote asiyejua wapi alipotoka hawezi kujua wapi anapokwenda. Mtu yoyote asiyejitambua hawezi kuwa expert kwa jambo lolote.
Mtu yoyote asiyejitambua hawezi kujitolea kwa ajili ya dini yake. Mtu yoyote asiyejitambua hawezi kulinda kona ya jengo. Nikisema kona ya jengo na maana na familia. Mtu ambaye ni dhaifu hawezi kulinda familia yake. Kwa hiyo nawahusia ndugu zangu wahitimu, nawahusia binti zangu kwamba elimu ya kujitambua ni swala la msingi sana kuweza kulisoma. Tuwe wabobezi. Kama tunabobea katika dini, tubobee haswa. Na kama tunaamua kuzama kwenye dunia, basi tuizamie, lakini tusimsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wakaribisha katika taasisi yangu tuweze kuyajenga, tuangalie mambo gani naweza nikawasaidia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. 2025 sawa na mwezi 19 Dhulhijja mwaka 1446 katika ukumbi wa chuo cha Machiuyole Mbeya. Utangulizi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Shukrani na sifa njema zote anastahili Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola mlezi wa viumbe vyote. Rehema na amani zimshukie kiongozi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahli zake, masahaba zake na wote wanaomfuata kwa wema hadi siku ya kiyama. Ndugu mgeni rasmi, kwa moyo wa upendo na kwa heshima kubwa tunakushukuru sana kwa kukubali kushiriki nasi katika tukio hili adhimu na la kihistoria la mahafali ya vijana wa Kiislamu wa vyuo vya mkoa wa Mbeya. Tukio hili ni la kipekee na linaonyesha mshikamano, mafanikio, matumaini ya kizazi cha Kiislamu katika elimu na ulinganiaji. Aidha, tunawakaribisha kwa mara nyingine tena wageni waalikwa wote kutoka ndani na nje ya chuo, na tunawashukuru kwa ushiriki wao kwa moja katika kutia baraka na thamani katika tukio hili. Rasmi, tunataraji kupitia risala hii tutawasilisha kwa uwazi mafanikio, changamoto, malengo na matarajio ya wanafunzi wa Kiislamu katika mazingira ya vyuo, tukitegemea kujengewa misingi bora ya ushauri pamoja na dua zenu. Ndugu mgeni rasmi, katika mahafali haya tunao wanavyuo mbalimbali ambao kwa kadri za Allah Subhanahu wa Ta'ala wanatarajiwa kuhitimu na kutunukiwa vyeti mbele yako insha Allah, kutokana na kushiriki kwao na mchango wao mkubwa katika harakati za kupeleka mbele Uislamu hapa mkoani Mbeya kwa kipindi chote cha masomo yao. Ndugu mgeni rasmi, shughuli hii huwa inaandaliwa na wanavyuo wa Kiislamu wa vyuo vyote vya mkoa wa Mbeya na kuratibiwa au kusimamiwa na uongozi wa mkoa wa Mbeya. Hivyo basi mahafali haya yanajumuisha vyuo vyote vya Mbeya kama vile Machiuyole, KUOM, TEKU, TIA, Amenye, Musti, ADEM, Utumishi, CDTI, CAPS, CDE, Southern Highlands, KEYS na kadhalika. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, mkoa wa Mbeya ni miongoni mwa mikoa ya Tanzania ambayo inatekeleza majukumu yake kwa asilimia kubwa kufuatana na utaratibu wa mipango ya TAMSI ya taifa kama ilivyoainishwa katika katiba ya TAMSI ya taifa na katika mpango kazi unaotolewa na TAMSI ya taifa ukiwa kama mwongozo wa utendaji kazi kwa jumuiya yetu kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, mkoa wa Mbeya kwa TAMSI ya mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na jumuiya za wanafunzi wa Kiislamu vyuo tumekuwa na utaratibu wa kufanya harakati mbalimbali kulingana na mazingira ya chuo husika na kupata mafanikio katika harakati hizo. Yafuatayo ni miongoni mwa mafanikio hayo. Moja, kudumisha mahafali ya pamoja. Hili ni jambo la kujivunia kwetu sisi vijana wa Kiislamu mkoa wa Mbeya kwa kuendelea kujumuika kwa pamoja na kufanya mahafali, jambo ambalo limeshindikana katika baadhi ya mikoa nchini Tanzania. 2, kujumuika katika iftari ya pamoja kwa mwezi mzima wa Ramadhani. Ndugu mgeni rasmi, baadhi ya jumuiya zetu za Kiislamu vioni zimekuwa na utaratibu wa kufuturu kwa pamoja kwa mwezi mzima wa Ramadhani kwa lengo la kuwasaidia wale ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za iftari kwa mwezi mzima. Hii imeongeza mapenzi na ushirikiano baina ya wanajumuiya. Tunakabiliana na changamoto kadhaa ambazo nyingi ni kutokana na tabia binafsi za wanajumuiya pamoja na changamoto za kimaadili za wanajumuiya hao,
jambo ambalo tunazidi kujitahidi kulishughulikia kupitia kulinganiana, kuandaa mihadhara pamoja na darasa mbalimbali katika maeneo yetu ya vyuo ili kupunguza au kuondoa kabisa changamoto hizi. Lakini pia zipo changamoto ambazo zipo nje ya uwezo wetu, na tulitamani kupitia mahafali hii na uwepo wako mahali hapa uweze kusaidia kuzitatua insha Allah. Moja, ukosefu wa jengo au chumba kwa ajili ya ofisi ya TAMSIA mkoa. Ndugu mgeni rasmi, jumuiya yetu ina changamoto ya kuwa na eneo la ofisi ambalo linaweza kutumika katika shughuli mbalimbali za jumuiya kama vile utunzaji wa nyaraka muhimu za jumuiya, kuwa na eneo maalum ambalo matawi na taasisi nyinginezo zinaweza kutufikia kwa urahisi, eneo la kufanyia vikao vya uongozi wa TAMSIA pamoja na matawi yake kwa ujumla. Pili, kuzorota kwa mahusiano ya kitaasisi baina ya TAMSIA na baadhi ya matawi. Ndugu mgeni rasmi, kumekuwa na changamoto ya baadhi ya Waislamu hasa vijana kuwa na mtazamo tofauti juu ya taasisi yetu ya TAMSIA. Hili limepelekea matawi hayo kutojihusisha kabisa katika shughuli za jumuiya na kusababisha ushirikiano hafifu. Mgeni rasmi, hili limeshaanza taasisi, makampuni na wafanyabiashara kushiriki katika hafla hii ya pamoja na kutangaza huduma zao. 2, kutimiza shughuli zote za mwaka zilizo katika kalenda ya TAMSIA. Ndugu mgeni rasmi, katika kalenda ya mwaka wa TAMSIA zipo program mbalimbali ambazo zinahitajika kufanyika kama vile TAMSIA Day, University Conference, Dada's Talk, Hijab Day, special program ambayo inahusisha kujifunza stadi mbalimbali kama vile kompyuta, ufugaji wa kuku, kutengeneza sabuni, kutengeneza karanga za mayai na kadhalika. Pamoja na tuition program kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Na tunataraji kutimiza programu hizi zote kwa kadri Allah atakavyotuwezesha. 3, kuandaa vikundi maalum kwa ajili ya kulingania dini maeneo ya vioni na mashuleni kwa pamoja bila kuleta vurugu au ghasia, ili kuwarudisha waumini kwenye mstari bila kujali jinsia na kuongeza ushiriki wa wanajumuiya kwenye masuala ya kidini. 4, kuandaa matamasha au matukio mbalimbali yatakayowaleta pamoja wanajumuiya wote, ikijumuisha michezo, kutembelea wenye uhitaji, usafi wa mazingira, uchangiaji wa damu salama na kadhalika, ili kuongeza ukaribu na kurahisisha mawasiliano mazuri baina ya viongozi na wanajumuiya, pamoja na kufahamiana zaidi kwa wanajumuiya, tofauti na mambo haya kufanywa na chuo kimoja pekee. 5, kuendelea kuulinda umoja huu, na endapo kutatokea changamoto yoyote iwe katika umoja huu au vioni, basi tufuate hatua stahiki kutatua changamoto husika na sio jazba wala kuvunja ama kujitenga kwa matawi husika. 6, kuandaa darasa za mtandaoni zitakazorahisisha upatikanaji wa elimu ya dini hata kwa wale ambao watakuwa mbali na eneo linalotolewa elimu hii. Lakini pia kwa kipindi cha likizo kuendelea kukumbushana kuhusu masuala mbalimbali ya usuyo dini yetu, ikiwemo swala la kuhimiza vijana kuingia katika jambo la ndoa na si kueneza zinaa. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya wahitimu wote tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kushiriki nasi katika tukio hili adhim kwetu licha ya kuwa na majukumu mengi. Pia tunashukuru uongozi wote wa TAMSIA mkoa wa Mbeya kwa usimamizi mzuri katika kufanikisha harakati zetu vioni na kufanikisha shughuli hii. Tunawashukuru mashekh, walimu walezi na taasisi zote za kidini na zisizo za kidini zilizopo hapa Mbeya kwa mchango wao wa hali na mali katika kurahisisha maisha yetu ya kimasomo kwa muda wote. Tunatoa shukrani zetu pia kwa uongozi wa chuo hiki cha Matuyole kwa ushirikiano wao wa hali ya juu katika shughuli hii. Hadi leo hii tunafanikiwa kufanya shughuli yetu katika ukumbi huu bila ya malipo yoyote. Mwisho kabisa, tunawashukuru wanafunzi na Waislamu wote wa mkoa wa Mbeya
Kwa ushirikiano wenu hakuna cha kuwalipa zaidi ya kuwatakia mafanikio mema hapa duniani na kesho akhera. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishi katika dini hadi mwisho wa uhai wetu na atujalie mwisho mwema. Allahumma amin. Risala hii imeandaliwa na wanachuo na kusoma kwenu na katibu mkoa wa Mbeya Tamsia Muharram Ismail. Ratiba inafuata sasa, nipeleke mic kwa katibu. Hivi sasa sina mada, bali nataka nifanye utendaji kidogo. Na Jumapili iliyopita tulikuwa kwenye mahfali Ifisi ya Mbeya vijijini. Ingawaje nikisema Mbeya vijijini amiri wangu hataki, anasema nisiite Mbeya vijijini, ni wilaya ya Mbeya. Basi wilaya ya Mbeya, kwa maana nikiita vijijini wanaonekana kama wanakaa shamba. Kwa hiyo wilaya ya Mbeya, tulikuwa wilaya ya Mbeya kwenye chuo cha Ifisi. Lakini kule baada ya mahafali ile tukapewa kesi. Na kesi hii si mara ya kwanza kuja kwa kesi kama hizi. Sheikh wangu wa wilaya ni shahidi wa kesi kama hizi. Amiri wangu mzee naona ametoka, katibu wa Juvikiba angekuepo naye pia angesema. Kuna mwanafunzi mwenzetu amepatwa na changamoto ya ada. Huyu kijana tulipokaa naye kuzungumza naye, wazazi wake walifariki akiwa kwenye safari ya masomo wote wawili, na akawa anasaidiwa na dada yake. Alhamdulillah kamsaidia dada yake katika elimu yake ya chuo mpaka kufikia mwaka jana dada yake na mambo yakaenda visivyo. Mwaka huu kajikongoja mwenyewe pamoja na msaada wa wanafunzi wenzie pamoja na walimu. Lakini imefikia hatua sasa maji yamefika shingoni. Kesho kutwa Jumanne anahitajika afanye mitihani. Ni Jumanne. Jumanne ndio mwisho wa kulipa ada. Na ambaye hatalipa, hatamalizia ada, basi hataweza kufanya mtihani wake wa mwisho. Na hivyo itamlazimu kuja kurudia mwaka. Na mpaka hivi sasa anahitajika amalizie 5,500 ili kuweza kuingia kwenye mitihani. Amebakisha 5,500. Safari aliyoifanya ni ndefu mno, kwenye 2,000,000 na mpaka kuja kubakisha 5,500. Alafu tukisema arudi mwakani aje aanze kutafuta tena alifu na kijiti, maana yake tutakuwa tumemuumiza. Amesema leo nimesimama hapa nimepokea cheti, lakini moyo wangu hauna furaha. Siyaoni matumaini ya safari yangu. Naomba katibu unisaidie nisiendelee mbali zaidi. Naomba hela zenu tumsaidie kijana. It's paining. Fikiria kama ni wewe umesoma miaka yote, umelipa ada yote, alafu elimu yako ya chuo inakuja kuishia hapa. Nilimwambia amiri ngoja nilibebe nikalitangaze msikitini kwangu, lakini bahati mbaya anafika msikitini kwangu nikakutana na barua ya mgeni aliyotoka Rungwe, nayo wanaswali nje, wanahitajika msaada wa msikiti wao. Kwa hiyo nikashindwa kulitangaza Ijumaa hii msikitini. Nimwambia amiri, kwa vile leo tuna hafla hii, sisi tulioko hapa hatuwezi kushindwa kuraise 5,500 kumsaidia mwenzetu kumaliza elimu yake. Au tutashindwa jamani? Wataawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Sasa ni zamu yetu. Naomba kwamba nishuke sasa, nitembee, nikusanye hela. Naomba mtu aanze hapo, ende kwa kina dada hivi na hapo kwa kina mama. Tuone kile tutakachokusanya. Ndugu zetu mlioweka mabango yenu hapa, sio kwamba tunawachaji, hapana. Hatuja watoza kitu na mmetangaza biashara zenu. Hebu muhurumieni kijana, masomo yake yaendelee. Nimeona hapa kuna Samora,
kuna Achimwene asasi umeshafanya makubwa mengi, hatuna haja ya kuyatangaza. Tunaomba pumzike, lakini kwa kile utakachokuwa umejaliwa kwa mfukoni mwako basi hatukukatalii, lakini kwa upande wa jumuiya umeshafanya makubwa. Haya, Bwana Fedha hapa ananong'oneza, anasema hata kama kuna mtu ana ahadi kubwa ya kulipa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sheikh Abasi Juma Sulemani Mshauri, mjumbe wa baraza la Sheikh mkoa wa Mbeya na katibu wa Sheikh mkoa wa Mbeya. Karibuni ofisi ya Sheikh. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binafsi nimefarijika sana kwa mwaliko wenu huu. Tatizo sasa hivi muda hamna, naona muda umekwenda sana, na kwa hamu niliyokuwa nayo nilikuwa nampigia Sheikh Abdalla simu toka jana, na nilifika pale nyumbani saa 3, akaniambia bwana, nikwambie kweli tukiondoka saizi kule hatukuti mtu, fanya subira mzee. Mmekuwa mkinialika kila mwaka, sikuweza kupata nafasi, lakini alhamdulillah nashukuru Mwenyezi Mungu leo nimefika katika shughuli yenu hii kama mlezi. Nimefarijika sana. Mzee Mapondera, nashukuru nimekukuta mzee mwenzangu hapa. Hawa vijana ndio wametuita na sisi ndio wazee. Natoa pongezi sana 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 kwa wale ambao mmemaliza na ambao mnaendelea. Binafsi niseme tu, haya maendeleo ambayo tumefikia kwa mkoa wetu wa Mbeya ni makubwa sana. Nimeelekezwa hapa takriban vyuo 10 vinawakilishi hapa. Ni kweli si jamani, si ndio? Karibuni vyuo 10 vimefika hapa kwa ajili ya mambo yalikuwa hayapo. Mimi ni mmoja wapo wa wahitimu wa TECU wa mwanzoni kabisa. Kuna watu wa TECU hapa? Kama kuna jumuiya ile pale ni mimi nilianzisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama bado mnaishi, tulikuwa mimi na mwenzangu, mimi nikawa mwenyekiti ndio wa kwanza kuanzisha pale katikati ya kanisa ile kichwa ilikuwa kanisa, lakini sisi tuanza jumuiya pale. Nashukuru kama bado mnaendeleza. Lakini niseme tu jamani, kwa mnaoondoka ndugu zangu, amesema pale madam pale mnaenda kuingia kwenye dunia nyingine. Hiyo dunia inataka maadili sana. Kwenye Uislamu maadili maana yake ni kufuata Qur'ani na Sunna, si ndio jamani? Mnaenda kwenye dunia nyingine. Kuwa na maadili mema ni kujipamba na tabia njema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu siku ya hukumu ambacho kitakuwa na uzito sana wa kuinua mizani ya mja kuliko tabia njema. Mkajipambe na tabia njema. Chabuto hapa amezungumza, ameshaondoka. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Vijana ndio mnakwenda kutumika. Mkajihadhari. Tabia njema, amesema shehe hapa, elimu hapa mmemaliza, lakini ndio mwanzo. Chukulieni kama sasa ndio mwanzo, mnaenda kuingia kwenye dunia ya kusoma. Mkaendelee kusoma, mjione kama hamjasoma kitu, mkaendeleze hilo gurudumu la kusoma sana. Elimu yenu mlioipata mkaitumie kwa hekima. Jamani, elimu bila hekima hakuna kitu. Hekima ni kutumia maarifa yako, ujuzi wako sahihi, wakati sahihi, mahali sahihi. Mkatumie elimu yenu hiyo, mkafanye mambo kwa ikhlasi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maginga, Mheshimiwa katibu wetu wa shekhe na katibu vile vile wa baraza la mashekhe mkoa, Sheikh Abbas Mshauri, Mheshimiwa Shande Naricho, mjumbe halmashauri mkoa BAKWATA,
Mheshimiwa mzee wetu hapa mlezi, mzee Mapondela, Mheshimiwa amiri wa vijana Juvikiba, mkoa na wilaya, Mheshimiwa akina mama Juakita, mkoa na wilaya, Mheshimiwa maamiri wa kutoka vyuo mbalimbali pamoja na viongozi wao, Mheshimiwa ujumbe wa baraza la mashekhe waliokuwepo hapa, Mheshimiwa mashekhe wa kata waliokuwepo hapa, Mheshimiwa maimamu mliokuwepo hapa, Waheshimiwa viongozi ambao umetoka taasisi mbalimbali, wakiwepo wadhamini wetu hapa Shimwene Bas, lakini pia kuna Samora Brokers, alafu vile vile kwamba kuna ndugu yetu Asaz. Waheshimiwa wazazi, akina baba na akina mama, waheshimiwa ambao leo umetukusanya hapa, ambao ni vijana wetu wahitimu kutoka vyuo mbalimbali vya mkoa wetu wa Mbeya, waheshimiwa wageni waalikwa walioalikwa hapa na wasindikizaji wote tuliokuwepo hapa, niseme tu kwamba itifaki imezingatiwa. Awali ya yote kabisa nimetajwa hapa kama mgeni rasmi, lakini mgeni rasmi leo alikuwa shekhe wetu wa mkoa, Sheikh Msafiri Ayasi Njalamba, ambaye kwamba alitakiwa kwamba awe mgeni rasmi, lakini kwa bahati mbaya kwamba pametokea dharura ya kikazi ameweza kutoka. Badala yake basi akaniambia kwamba nimwakilishe, nikiwemo pamoja na katibu wake hapa Sheikh Abasi Mshauri. Nikamwambia bwana, jukumu hilo kwangu mimi ni zito, mimi nipo wilayani, lakini vile vile kanitumia shekhe wangu hapa, mwalimu wangu wa chuo cha Marwa. Nimemsikia Madam Zuhura hapa akisema mmoja katika wanafunzi wa chuo cha Marwa, na mimi moja katika wanachuo cha Marwa, kitengo cha sheria mwaka wa 4, na hivi na mimi vile vile na bibie pale tunataraji na sisi angalau mwezi unaofuata bila shaka tutavaa joho. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Wako na wengine huku nyuma yetu ambao wako mwaka wa 3, mwaka wa 2, nimeona wako hapa, yuko Sheikh Nuh pale, yuko hapa. Hii ni kuonyesha kwamba namna gani kwamba elimu haina mwisho. Kwa niaba ya Sheikh, kwa niaba ya mgeni rasmi, anatoa kwanza shukrani zake za dhati kwa kumwalika kuwa mgeni rasmi, kwa kuona kwamba ni kiongozi wenu wa mkoa, lakini vile vile kwamba ni mtu ambaye kwamba yupo karibu na watu, na vile vile kwamba ni shekhi wetu ambaye kwamba ni msikivu, bila kujali kwamba hawa ni wadogo au hawa ni wakubwa. Kwa hiyo anawashukuru sana. Lakini la pili, anawapongeza sana wale wote ambao leo watapokea vyeti vyao vya kuhitimu kwa upande wa mahafali ya dini yetu ya Kiislamu, wakisubiria mitihani yao. Anawapongeza sana. Anasema kwamba kufikia hatua hii basi ni jambo kubwa sana, kwani wako wenzenu ambao mlioanza nao lakini hawakuweza kufikia hatua hii mliokuwa mmefikia. Wako wenzenu ambao walianza mwaka wa kwanza wakaishia njiani, wako waliooa, wako walioolewa, lakini wako vile vile kwamba waliona kwamba kazi ya umachinga inawafaa wakaenda huko. Kwa hiyo yeye anawapongeza sana nyinyi kufikia hatua kama hii, na anasema Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri, na vile vile mitihani itakapofika basi mfanye vizuri, vyeti vyenu viwe vizuri. La tatu alioniambia kwamba niseme kwa niaba yake, na shekhe anasema hivi kwamba huko muendako jamani, baada ya kumaliza chuo kuna maisha mengine. Anasema kwamba mkadumishe mshikamano ambao mliokuwa umeonyesha mkiwa mashuleni, mkiwa vioni. Upendo ambao mliokuwa umeonyesha basi mkaudumishe. Bila shaka mmekutana hapa chuoni kwenye vyuo vyenu kutoka sehemu mbalimbali ya nchi, lakini sasa hivi kwamba mmekuwa kama ndugu wa kuzaliwa. Kwa hiyo anasema kwamba mkasaidiane. Kama kuna nafasi yoyote utakapokuwepo wewe na huko mwenzako kuambia kwamba bado hajapata nafasi ya kujishikiza, basi usimsahau mwenzako.
Lakini jambo la nne, shekhe anasema hivi vile vile kwamba mkadumishe maadili yale ambayo kwamba mmejifundishwa katika chuo chenu, katika vyuo vyenu, lakini vile vile yale ambayo mmejifundisha kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kupitia Qur'ani tukufu na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika sura Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa hiyo mwenendo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama isiyo kwamba ni leo tu, kwamba kuanzia hapa isi tulipo na huko tutakapoenda katika maisha yetu. Jambo la tano akasema hivi kwamba shekhe anaambia kwamba jamani, huko tunapoelekea, ikiwa tutafanikiwa kupata ajira au kujiajiri, jambo la kwanza kwamba tukawe waaminifu katika kazi zetu ambazo tutazifanya si wenyewe, au katika zile kazi ambazo tutapata kuajiriwa. Anasema hivi shekhe kwamba uaminifu ndiyo kibali cha kuweza kubalika. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-amanatu tajlibu rizqa, kwamba uaminifu kwamba unakaribisha kwamba nini, unakaribisha chakula. Kwa hiyo utakapokuwa basi hakikisha kwamba umekuwa mwaminifu. Lakini jambo la mwisho alioniambia kwamba shekhe kwamba jamani, kwamba ninyi kama vijana mnamaliza masomo yenu na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Huko tunapokwenda kuna nafasi mbalimbali za kugombea. Kama una uwezo wa kuchukua fomu ya kugombea katika nafasi ya kata, katika nafasi ya jimbo, katika nafasi ya taifa, basi anasema kwamba usisite, kwa sababu na sisi kama Waislamu ni moja katika jamii ya Watanzania, tuna haki ya kuchaguliwa na kuchagua. Sheikh anaambia kwamba huko tunapokwenda jamani kwenye uchaguzi, pamoja na hali mbaya uliotoka naye chuoni kwako, basi usije ukajiingiza katika mkumbo wa kuweza kuingia katika mkumbo wa kuchafua amani ya Tanzania au amani ya nchi yetu. Uchaguzi utapita, lakini maisha yanaendelea. Na wewe na mimi kwamba hapa ndio Mwenyezi Mungu alipotukadiria tuwepo. Kwa hiyo shekhe pia anasisitiza kwamba tutakapokwenda tusije tukatumika kama vijana mkayaleta mchafuko, alafu badala yake kwamba mkaenda kuishia katika mikono ya serikali. Kwa hiyo inshallah shekhe anasisitiza sana katika hili kwamba tukachukue fomu, lakini vile vile kwamba tukachague. Na tukaenda kuchagua kule, basi tuchague wale viongozi ambao tunaona kwamba wao wataweza kutusaidia katika maisha yetu, na vile vile kuchunga heshima ya nchi yetu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, Sheikh wa mkoa ya kwake yalikuwa ni haya. Nasaha nyingi kwamba zimetolewa kutoka kwa mashekhe mbalimbali, lakini vile vile kutoka kwa wazee wetu hapa. Nafikiri kwamba nasaha hizi zilikuwa zinatosha kabisa kuweza kuzishika, utakwenda kuzifanyia kazi, basi zitakusaidia. Kikubwa kabisa, Madam Zuhura pale ametukumbusha kwamba Waislamu wengi leo kwamba hatujitambui. Na tunapokuwa kwamba hajitambui, maana yake kwamba ndipo kwamba tunapelekwa katika tunatolewa katika maadili yetu kwamba tukiwa vizuri kabisa katika Uislamu wetu, tukawa tumefahamu vizuri, tukaushika vizuri Uislamu wetu, kwamba umetufundisha maisha yatoka kuzaliwa mpaka tunaingia makaburini, mpaka tunaingia peponi. Kwa hiyo vijana wetu, mimi nisema tu kwamba nasaha zilizokuwa zimetolewa, wewe uliomaliza mambo ya kilimo ukawasaidia jamii huko, mambo ya elimu ukawasaidia jamii, mambo si ya sheria ukawasaidie, mambo si ya nini ukawasaidie, wewe daktari, wewe nesi, wewe ukawasaidie wanajamii huko utakapokuwa umekwenda. Lakini vile vile kwamba katibu wetu wa kudumu amesema hivi kwamba tunapokwenda huko tusubiri ajira, siji mwalimu basi angalau kaanzisha vacation kako angalau unapata. Lakini tena wewe umaliza chuo umesoma miaka 5, alafu unakuwa na nyumbani tena unaomba sabuni kwa mzee. Mzee kashauza ng'ombe zote, mzee kashauza kuku zote, mzee kashauza mashamba yote. Unafika tena pale kuna wadogo zako wanasoma.
wanasoma, wako shule za msingi, wako sekondari, na wewe vile vile tena mafuta kupaka huna, sabuni ya shilingi 500 pia huna, unakosa, unasubiri hapo. Ndugu zangu, basi wewe utakuwa yani anakuwa anafuata yule ambaye hajasoma, si ndio jamani? Kwa sababu wewe umesoma, umepewa maarifa mengi, basi maarifa hayo kwamba ukayatumia. Ndugu zangu, ya kuzungumza ilikuwa ni mengi, lakini sasa hivi kwamba ni muda wa swala unaingia, lakini vile vile kwamba ni muda wa kurekebisha kidogo matumbo, ijapokuwa sana tusioni hapa wala harufa tusikii hapa. Amiri, kama hakuna chochote tutaelewana hapa, hatutakuelewa kabisa, muda umekwenda. Lakini mwisho nimepokea vile vile risala kwa mgeni wetu rasmi ambaye imejaa hekima na busara, lakini vile vile kwamba kuna mafanikio mle, alafu kuna changamoto, alafu kuna mipango ambayo inatakiwa kwamba iweze kufanyika, sio? Kwa hiyo mimi nisema tu kwamba kwenye eneo lile la mafanikio niwapongeza sana tamsia mkoa, lakini vile vile kwamba vio vyote kwamba wamefanya juhudi nzuri, na tunaona kwamba mnafanya juhudi nzuri. Yale ambayo mshikamano, muendelee kushikamana zaidi. Yale ambayo kusaidiana, muweze kusaidiana zaidi, kwa sababu huko tulipotoka kwamba tunatofautiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema peaneni zawadi, mtapendana, na nyinyi ndio jambo ambalo mmelifanya. Lakini ukija kwenye mshikamano, wa'tasimu bihablillahi jamia, ndio jambo ambalo mmelifanya. Kwa hiyo kwa kuyafanya haya, Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri inshallah. Lakini sehemu ile ya changamoto, Mheshimiwa Amiri, hili kuna mambo mawili pale. Kuna chumba kama ofisi, lakini kuna jambo la itikadi mvioni. Haya tunampelekea mzee wetu, shekhe wetu wa mkoa, nafikiri kwamba atatolea majibu. Kwa ile ofisi kwamba sina shaka kwamba shekhe ana maeneo mengi, ana majengo mengi. Akishindwa kuwapa sehemu ya ofisi, atawapa mjenge, atawapa maeneo ya mjenge. Lakini zile simsemee kwamba likimfikia yeye basi atakaa, kwa sababu katibu wa shekhe yuko hapa. Lakini vile vile kwamba msaidizi wa halmashauri, watu wa mipango wako pale. Bila shaka kwamba hili litashindikana, ile ofisi kwamba halitashindikana. Na hili la itikadi, bila shaka kwamba kuna vyuo vichache ambavyo kwamba vinaeneza kwamba itikadi ambayo kwamba sio nzuri. Wao kwa wao kama wao wanasema kwamba ni nzuri, lakini tunasema kwamba itikadi inakuwa sio nini, inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo na hili bila shaka kwamba Amiri mtamwambia shekhe kwamba vile vyuo ambao vinaleta itikadi na kuweza kuwagawa kama Waislamu, nafikiri kwamba mtawaambia kwamba ni chuo kipi na kipi, alafu ataona kwamba afanye namna gani. Ndugu zangu, baada ya kuyasema haya, katika yale ya mipango ambayo mnatarajia kwamba yakamilishwe kwa mwaka huu, sisi kama viongozi wenu tunaombea dua Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, ili muweze kukamilisha kama ambavyo mlivyokuwa mmepanga. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa Amiri pamoja na katibu, sasa niko tayari kugawa vyeti. Karibu.
mitihani, Mwenyezi Mungu wote, Mwenyezi Mungu uwafanye wenye kufaulu. Kwa rehema zako, hiyo wingi wa rehema ala hadina al-Fatiha. Bismillah.